Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, bila shaka kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kuweza kufuata taarifa zetu za habari kwa lugha tukufu la Kiswahili na kuana kusamini kila mara kwa kuendelea kutufuata vilivyo na kutupa muda wako. Hii ni Fizi News 24 inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa zetu zitaanzia na huko Ituri ambako waasi wa ADF NALU wameendesha shambulio Alhamisi ya tarehe 2 Aprili 2026 na kusababisha vifo vya takriban watu 10 katika kijiji cha Bwafakoa kilichopo umbali wa takriban kilomita 148 kutoka Mambasa kwenye barabara kuelekea Kisangani mkoani Ituri. Vikundi vya ADF vinavyotoka hasa katika eneo la Bapere wilaya Lubero mkoani Ituri vilifanya mauaji ya raia wasio na hatia. Taarifa ya awali inaonyesha kuwa takriban raia 10 wameuawa huku nyumba kadhaa na pikipiki zikichomwa moto. Uvamizi huu upya unaonyesha udhaifu unaoendelea wa ulinzi wa raia katika sehemu hiyo ya Ituri. Na kwingineko ni kwamba baada ya DRC kufuzu kwenye kombe la dunia takalochezeka nchini Marekani, Mexico na Canada mwezi Juni mwaka huu, hatimaye raia wa mji wa Baraka wametaja kufurahishwa kwa hatua hiyo, kwani wamefufua matumaini ya wananchi hasa wapendelevu wa soka. Wakiwa kwenye mic ya TV yako, raia wa mji wa Baraka wamesema kuwa ni miaka mingi walitamani sana kushiriki kwenye kombe la dunia, huku wakishukuru timu nzima ya Leopard kwa juhudi walizozifanya kwa wao kuweza kukamilisha hatua ya kushiriki kombe la dunia mwaka 2026. Hiyo hatua kabisa imetupa moyo na kisi imetupa moyo. Tunaona kwamba nchi yetu itaendelea na tunaisapoti, tuna ushindi mkubwa kwa sababu katika baraja ambayo tumepita sisi wa Kongomani, hiyo hapo ndio kulikuwa hofu kubwa, sababu Jamaika ni timu kubwa tena timu ya wazungu, kwa kuishinda kabisa Mungu amesaidia, amefanya mkono wa kuonekana. Kama vile upande wangu sasa Mkongomani najisikia furaha sana kuona tunafika kuparticipation ya Coupe du Monde. Tunafurahi sana kabisa. Gouvernement congolais, pendekezo yangu naweza sema wajikazi wa soutenir sana ekipe yetu ya Leopard iendelee mbele kabisa, tuone kama tutaganye Coupe du Monde. Vraiment mimi najisikia furaha sana participer Coupe du Monde. Juu chafa 50 atende Coupe du Monde. Courage sana ba joueur wetu kwenda Coupe du Monde. Ibasutenire sana benzetu ba joueur juu basogele mbele. Kwanza tumefurahi kwa sababu sisi bado ni wadogo, ila tumewahi kusikia historia kwamba Leopard iliwahi kuparticipate kwa hiyo Coupe du Monde. Sasa hivi sisi wenyewe tumejionea, tumefurahi sana na tumeshukuru sana jinsi Mungu alivyowajalia wakashinda. Vraiment nilifurahi sana kabisa kwa ile hali kwa sababu miaka mingi sana, miaka kitambo tutafika mwile nafasi. Chui wa Cote DRC kufuzu kwenye kombe la dunia kwanza ni raha kubwa sana ambao sote tunao kama sisi wa Kongomani na nchi jirani wote hapo kwanza wanatushabikia wote mwanangu. Cha kwanza ni nchi hapa yote yanawezekana. Morocco kipindi kile amefika mpaka nusu finali. Vile vile na ni Leopard ambao ni chui wa DRC wanaweza nao wakafika hata finali, wanaweza wakafika. Kwa sababu mpira ni 30 polygon, gisi unazunguka, inaweza kuzunguka wazungu kwetu ukawa kwetu na mmoja kwa mmoja tukatujinya kombe la dunia. Kilichopo ni kwamba ni serikali iongeze juhudi, iweze kuwapa wachezaji motisha na kikubwa zaidi waache ubaguzi kama utokuwepo. Washangalie ni mchezaji wa Kinshasa, wakamwacha mchezaji wa Manyema, wakamwacha mchezaji msema Kiswahili, wakenda huko moja kwa moja tutakutengia kwenye hasara. Lakini wakijua fadhila wanaangalia kwanza, kama kijana Maele amefanya makubwa sana hapa, alitupitisha Maele. Bila Maele tusingepiga popote pale. Ni Mswahili, lakini mbaya zaidi wanamuingiza dakika 85, atatiza nini mwanangu? Lakini serikali angalie, waambie ile tekniki ambayo ni Leopard na ule waziri wa mambo ya soka watie ubaguzi chini, wafanye soka kama soka moja kwa moja. Mungu atatusaidia. Hakuna kinachoshindikana mbele ya Mungu, na dua sisi wananchi Kongo zima tupo nyuma ya chui wa Kongo ambao ni Leopard. Kiukweli nasikia raha sana, yani nina furaha isiyoelezeka. Furaha yangu inakwenda kupelekewa na vile ambavyo tumeweza kujichukulia nafasi bora ya kuweza kuipiga timu ya Jamaika ili kuweza kuwakilisha timu yetu katika kombe la dunia. Mbona mimi na matumaini sana kama tumeweza kupiga Jamaika, kwa nini tusiweze kupiga Portugal? Tutawapiga sana tu. Na kwingineko ni kwamba
Ujenzi wa mnara wa Rais Felix Antoine Tshisekedi, Gavana Makamu Jean-Jacques Lakano na Kamanda Amuri William Yakutumba na uongozi wa sekta Nganja ni wazo nzuri, ila bado ni mapema. Ndivyo amesema hayo mwananchi Bertin Sadiki, na ambaye upande mwingine ameomba kila mwananchi kuchangia kwa maendeleo ya kwao. Akizungumza nasi kupitia njia ya simu akiwa Marekani kuhusu swala la ujenzi wa mnara, Bwana Bertin Sadiki kwanza ameanza kupongeza wazo la uongozi wa sekta Nganja, huku akiwataka kwanza kusubiri hadi pale ambapo usalama utakuwa umekamilika asilimia nyingi mashariki mwa Kongo. Bertin Sadiki anaeleza sekteri yetu ya Nganja inataka kujenga munima 3. En tout cas, mimi na felicite, c'est une bonne idée, ni wazo mzuri sana na Mungu awabariki. Na wasupport kwa 100%. Lakini niseme hivi, haijafikia wakati ya kujenga munima. Kwa ushauri wangu, kama atakubali ushauri wangu, ndio ya kutubana stahili ya 100% kujenga munima Fizi. Jacques Lakano alionyesha kabisa ni jogo, alifanya kazi kubwa Fizi. Kwa kunegotiate, kwa kufanya nini, kazi anafanya kwa sasa ni kazi kubwa. Naomba kuwa felicite na kufanya honore yake vile. Na Tshisekedi pia vile. Lakini bado niseme, mimi kibinafsi, kama atasikia ushauri wangu, ni mapema mno. Kenye watu wanataka leo ni amani irudie Fizi, amani irudie Kongo. Na baada kumaliza, turekonetre, tujengeye minara hapo kwetu Fizi. Itakuwa vizuri sana na itakuwa kweli kila mtu atakuwa hapa anasema no, hii ni honere ya Kutumba, hii ni honere ya Jean-Jacques Lakano, hii ni honere ya Tshisekedi. Lakini kufanya leo ni mapema mno, ni mapema. Ushauri wangu unasema ni mapema mno. Ndio, wakongomani wote, watu wa Fizi wote wako tayari kukubaliana, wanakubaliana na hilo. Lakini bado ni mapema. Wasifanye vile. Hii ni kama vile wanafanya prestige, ni kama vile wanafanya tufanye hivi kwa sababu nasie tutapata promotion, tufanye hivi kwa sababu nasie tukue rekodi mu gouvernement, tufanye hivi labda nasie tutapata ajira, bali tafuta tumbu zao. Niseme hili kwa lugha nyingine, lakini ni mapema mno. Idea ni mzuri na contribution baada yomba passive pote kwenye diaspora wako itatoka, lakini bado mapema mno. Wasubiri inchi ipate amani, angalau 80% ya kumaliza vita. Pale tuko na asirite yote ya kusaidia, itakuwa onere mwa kubwa sana paske watu bote tabapuye mwaye financier na njia nyingine yote. Lakini kwa sababu hawatasikia mawazo yangu, watasema no, labda batukia batakosa ajira yabo, batakosa tumbabu kula, batakosa kujionyesha kwamba walifanya kile kitu. Lakini hii nawaambia ni kitu kitawasaidia huko mbele kama watakifanya kwa faida ya watoto wa Fizi, kwa faida ya nchi yote ya Kongo. Hata hivyo, amewataka wazaliwa tarafa la Fizi walioko Marekani na bara zingine kujitolea kila mmoja kwa ujenzi wa nyumbani kwao kwa maendeleo zaidi ya vijiji vyao. Tunasemaka kwetu kwamba ute wahebu watundura wenu. Mnisamee kwa sababu kwa kilugha labda mtasikia. Mtuna kwao. Uzalendo sio kwamba tu mpaka kamati bunduki. Uzalendo sio kwamba tu mpaka utume pesa chakula ya kununua unga ya uzalendo. Uzalendo kumunjia mingi sana. Nitaomba walioko huko Marekani, Australia, Europe, wapi, Canada, wapi, kwenye yoyote yule mkongomani wa Fizi mwenye yuko nje na uwezo wa kujenga, wa kufanya kitu chochote, si kujenga tu hoteli, si kujenga tu nyumba, kuwekeza kwetu kwa maendeleo ya kwetu. Iko kitu ya muhimu sana. Sisi walioko nje tulete maendeleo kwetu. Popote pale ulimwenguni hakuna nafasi inaendelea peke yake bila kusaidiwa na vijana wao walienda nje. Vijiji vingi na mingine mingi inaendelea kwa sababu vijana wao walienda wakapata opportunity, wakapata pesa. Na ni kweli sisi hapa kupata $10,000 tulivile tu tunasitumia vibaya hizo pesa. Kuna mtu anapata 20,000, kuna mtu anapata 50,000 kwa muda mfupi tu anazipata. Na anafanya kazi, anajitahidi, na save, anapata pesa kufika mpaka 50,000 kwa muda mfupi, lakini atazivuruga zote bila kuweka malengo ya kwetu. Nitashauria vijana na wazee na wanafamilia wote walioko nje na wana uwezo wa kujenga nyumbani, please tuende tujenge kwetu. Ukishindwa kujenga Baraka, ukishindwa kujenga Kazimia, ukishindwa kujenga Fizi, ukishindwa kujenga Ruleba, ukishindwa kujenga Mboko, Makobola, wapi, nenda ujenge ku village Natale. Na kuna nguvu mtu anaweza pata tofauti na village Natale ya kwao. Ndio kitu kila siku. Kumbe turudi tujenge kwetu. Inchi naomba ujengwa, na itajengwa na nani? Na sisi watoto wa kwetu. Kumbe naomba wanafizi wote wenye wako hapa
nje ya Kongo waweze kujenga nyumbani. Na huko Kinshasa ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mji mkuu wake wa Kinshasa imeanza juhudi za kidiplomasia kwa lengo la kupata uungwaji mkono wa kimataifa kwa mgombea wake katika nafasi ya katibu mkuu wa shirika la kimataifa la Francophonia. Baada ya mikutano miwili mfululizo na wanadiplomasia pamoja na wabalozi waliothibitishwa mjini Kinshasa, kwanza na rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi, kisha mawaziri wa mambo ya nje wa Kongo Therese Kaikwamba Wagner, serikali ya Kongo inaonekana hasa kuelekeza mkakati wake katika ziara ya kidiplomasia kwenye miji mikuu kadhaa ya nchi zinazotumia lugha ya Kifaransa. Lengo kuu ni kumtambulisha Julian Lumumba kama mgombea wa DRC katika nafasi ya katibu mkuu wa shirika la kimataifa la Francophonia. Katika muktadha huu, kuelekea uchaguzi utakaofanyika wakati wa mkutano wa Francophonia utakaofanyika Kamboja tarehe 15 na 16 Novemba 2026, Kinshasa inakusudia kuimarisha zaidi diplomasia yake. Rais Felix Tshisekedi alituma ujumbe rasmi Jumanne Machi tarehe 31, 2026 kwenda Brazzaville kwa rais mwenzake Denis Sassou Nguesso. Ujumbe huo uliongozwa na naibu waziri anayehusika na Francophonia na diaspora ya Kongo, Crispin Mbadu, ukiwa na dhamira ya kuomba uungwaji mkono wa Brazzaville kwa mgombea huyo wa DRC. Akizungumza, Crispin Mbadu alisema nchi zetu mbili ni familia moja, na katika familia kuna kiongozi ambaye ni baba yetu wa pamoja, mfano wa mti baobab. Kabla ya kuanza ziara hii, ilikuwa muhimu kupita Brazzaville ili kupata baraka, ushauri na kuomba uungwaji mkono usioyumba kwa mgombea huyu. Na tumalizie na taarifa hizi ambako rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi pamoja na ujumbe mkubwa wa serikali kwa sasa wanapatikana katika nchi ya Qatar kwa ajili ya mazungumzo kuhusu mzozo wa kikanda. Kwa upande wa Kongo, walioshiriki katika mazungumzo hayo ni pamoja na mwakilishi binafsi wa rais Mambo Sita pamoja na mshauri wake maalum Jean-Claude Kabongo. Viongozi hao walijadili maendeleo ya kikanda na kimataifa kwa mujibu wa taarifa rasmi. Wakati wa mazungumzo hayo, rais wa Kongo alieleza mshikamano wa nchi yake na Qatar mbele ya kile alichokitaja kuwa ni kuendelea kwa mashambulizi ya Iran dhidi ya nchi hiyo na mataifa mengine ya kanda hiyo. Alithibitisha pia kuunga mkono hatua zinazochukuliwa na Doha kulinda uhuru wake, usalama wake pamoja na usalama wa raia wake. Emir wa Qatar alipongeza msimamo huo na kuishukuru Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa msaada wake, akisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Pande zote mbili zilithibitisha tena dhamira yao ya kuendeleza usalama na utulivu wa kikanda. Msikilizaji, tulikuwa nayo kwenye habari zetu kwa siku ya leo. Nakushukuru sana wewe ambao tutegea sikio mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii habari. Naendelea kukusii uendelee kutufuata kila wakati. Hii ni Fizi News 24 inayokupa habari zenye kuchunguzwa na zenye uhakika ndani mwake. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.